Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, kwa pamoja na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makilele Ozile. Katika taarifa zetu za habari tuanzie na habari za ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika tarafa la Fizi ambako hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha kutokana na milio ya risasi iliyosikika kati ya makundi mawili ya wazalendo siku ya tatu ya wiki tunayo sekta ya Nganja tarafani Fizi. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia ya eneo hilo yamesema kulaani vikali kitendo hicho. Kijiji cha Misisi na vitongoji vyake, hali ilikuwa ya heka kila mara ambako chanzo kinatokana na mvutano kati ya baadhi ya wazalendo wa SNPCC zidi ya baadhi pia ya wazalendo wa Biloze Bishambuke. Dunia Floribert Doms ni mratibu wa shirika jipya la raia sekta ya Nganja, ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa kwa sasa. Misisi situation mpaka saa hii iko a moitié sous contrôle parce que nisikia milio ya risasi ililia asubuhi mpaka saa mchana alo kazimika. Elimatu leo mugini lilamuka vibaya sana kulingana na quelques messages kutoka kwa responsable ya bandugu yetu wa Fulero ou inciter donc mambo ya mafamilia kusema no basi milango ya makazi basi tumike mpaka pale amani itapatikana. Mais aussi tulikuwa ku remarque kitu kimoja kile ambacho waliweza kulalamika, ile ambayo ilikuwa declaration yao ya miongoni ya watu ambao ni raia wa kabila ya Kifuleru kushikwa na askari jeshi sous prétexte ni wa Fuleru. Ile kitu kama tuliweza kuiremarke na ndio ile ambayo tuliweza kushinda ndani, tuko na pambania baada ya kufanya mazungumzo mbalimbali, na huku tunasubiria tu sasa ile delegation ambayo kwa tunaingoja leo ndio imefika, lakini hatujasikia kama inasema nini. Masasi inapolia vema iko nalia katika tu ya kundi la Biloze Bishambuke pamoja na wazalendo wa SNPCC ya mzee Uliama ya Kutumba. Nafikiri wakati tulipofanya mahojiano ya jana tulionyesha kwamba milio ya risasi tulisikia katika kijiji, ilikuwa inalia ndani kabisa aux environs ya kijiji, lakini ilifika muda ambayo ya leo tulianza kuisikia mbali sana, kwa umbali sijui niweze kuleta estimation gani paske ililia katika milima inayo surplombe kijiji cha Misisi. Donc tulisikia, unajua risasi, mlio wa risasi sio kama mlio wa ngoma. Risasi inapolia hata kwa umbali zaidi, watu wanaopatikana maeneo ya huku chini tunaisikia kabisa kama vile inalia kwa ukaribu sana. Ndio ile tu iliweza kuleta ile paralizi ya quelques activités mu niveau ya mugini. Watu walisikia uoga, wamoja hawakulema soko, wengine hawakufungua milango, wengine vile vile hawakuweza kufanya activity ambazo zinafanyika huko Tuzia. Upande wake msemaji wa FABB ya Kikamanda Ngoma Nzito ameonesha pia kuwa mzozo huo sio kati ya FABB zidi ya SNPCC bali ni baadhi ya wazalendo wa makundi hayo mawili wanaotafuta maslahi yao wenyewe. Engineer na Mubamba Stratege ameeleza yafuatayo. Hata tuseme kwamba mzozo ulianzishwa kati ya wanajeshi fulani wa CPLC FABB na wale SNPCC katika hali ya kupigania maslahi yao, lakini kwa sasa mzozo unaanza kuonesha sura nyingine, kwani kwa sasa Misisi kuna baadhi ya wa vijana wa Urusi wa Fuliru ambao wanakabiliwa na hali hii, wanaendelea kunyanyaswa na kushikwa kiolela na baadhi ya wanajeshi wa NPCC, jambo ambalo tunaendelea kulilaumu kwa sababu tunapatikana Misisi, na hapo kwenye nyanja za juu za kijiji cha Itali kuna manyumba ambazo ziliweza kuunguzwa na baadhi ya wanajeshi wa SNPCC wakidai kwamba eneo hilo halitakaliwa na Wafuliru. Bwana mtangazaji, acha tuseme kwanza kwamba katiba ya nchi inasema kwamba kila mkongomani ana haki ya kukaa fasi ambapo anahitaji, sheria za nchi na sheria za mahali ambapo anakaa. Vikao vimefanyika na wito wetu sisi ambao tunapatikana miongoni mwa kamati hiyo, tunaomba amani kati ya Wafuliru na Wabembe, amani
kati ya CNPSC na FABB, kwa sababu bwana mtangazaji, ni sisi hakuna adui. Ni sisi hakuna adui. Adui anapatikana Minembwe, anapatikana Rugezi, anapatikana Katogota, anapatikana Mikenge na pia huko kwenye maeneo ya Irumba. Lakini hapa ni hakuna adui na hakuna vita. Hakuna vita kati ya Mfuliru na Mubembe, na ni vita kati ya watu fulani ambao wanapigania maslahi yao, bali hawapiganii maslahi ya raia. Hata hivyo, shirika jipya la raia kupitia mratibu wake Dunia Floribert Doms amekemea watu wa nia mbaya wanaotaka kugeuza mzozo huo kuwa wa makabila. Napea analizi ambazo tumezifanya mwanzoni ilikuwa kwa sababu ya vizuizi, lakini kadiri ya jinsi ya mambo yalivyoendelea tulikuja kugundua kwamba kunakuwa incomprehension na ile ambao tunaita insubordination kwa. Kila mtu anataka awe kiongozi, awe kamanda, na hakuna ambaye anakubali kuongozwa na mwingine. Hiyo tu ndio inafanya kwa sasa la base ya continuite ya hiyo mlio ya risasi kushikilika. Lakini kama ingekuwa kwamba kunakuwa ile respect ya hierarchy, yani ndio anaongozwa na fulani na fulani akisema, kama vile ilivyo discipline katika vitabu au sheria za kijeshi kabisa, kama usalama uliweza kuonekana toka ile siku ya Mungu na mpaka kuendelea hivi, kama hatungeweza kusikia tena mlio wa risasi. Wamoja wanasema kwamba huo mzozo unakuwa na connotation tribale kati ya Wabembe na Wafuliru. Hiyo picha hamuioni kule Misisi? Na hicho ndio kitu ambacho tunakipiga marufuku, kutoa ile connotation tribale ya échange de balles entre des groupes armés, batu benye bako na meme jina ya uzalendo. Ile connotation tribale tuko nataka kuitoa paske tunapaswa kuelewa kwamba mtu anaweza kuwa Mbembe, mtu anaweza kuwa Mfuliru, lakini anakuwa anahusika kwa hali moja au nyingine katika uzalendo au katika mambo ya kijeshi. Na wakati kunakuwa échange de balles entre groupe mbili, kunakuwa aussi zile tendance za kuwa na tafuta ki était le déserteur pendant que tulikuwa tungali, na wakati tunamuona déserteur tunapaswa kumkamata. Na watu wasiende na tapakanya hizo habari za makonotation tribal, parce sifa ya wale ambao tunawaita ni raia, sifa ya wale ambao tunaita ni wafanyabiashara, wengi walianza kuwa wajeshi wa wazalendo kwa kundi moja au kundi nyingine. Sasa kama wajeshi wanakamata aliyekuwa mwenzao jeshi, wao sione ile sura tu na kusema ni Mfuliru au ni Mbembe. Sisi tunapinga sana na tunalaani huo usebali entre Wabembe wa Wafuliru. Tunasema kwamba wanaopigana ni washikasilaha wa kundi mbili, na hiyo lazima iweze kuisha kwa upande wao. Raia abaki raia na mwanajeshi abaki mwanajeshi. Wakati ya kijiri, msemaji wa FABB ameongeza kuwa huu sio wakati wazalendo kupigana wao kwa wao. Huyu ametoa mwito kwa wazalendo wanaopenda vita kwenda Rugezi na sio Misisi. Engineer na Mubamba Strategia amerejea mara tena. Sisi tunajiimplike totalma kwa sababu tumetoka Uvira, makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kusini, na kwa sasa tunapatikana Misisi baada ya kuendesha kikao kikubwa kilichowaitisha viongozi wa kiasili, wazee wa kijiji cha Misisi, makundi yote yanayoshikilia silaha, mashirika za kiraia hapo kwenye maeneo ya Lulimba. Na kwa sasa tunapatikana Misisi. Kusudi letu ni kwamba kuweza kuwahimiza na pia kuwashurutisha wale ambao wanadhani kwamba ni wakati wa watu kupigana juu ya makamba hapa, kuambia kwamba muda huo umepita na ni wakati wa kupigania nchi. Na yeyote ambaye ana nia ya kupigana, Rugezi iko wazi na Tulonge iko wazi, Katogota iko wazi, Mikenge. Suluhisho itapatikana kwa sababu sisi sote tunashirikiana, sisi sote tunashikana mkono kwa mkono, sisi sote tuko imara na suluhisho itapatikana. Na laani tu vitendo ambavyo vinaendeshwa dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Hicho kitendo kwa kweli kitendo ambacho kinapaswa adhibiwa. Kamanda yoyote iwe wa CNPSC, iwe wa FABB ambaye anahusika katika hali ya ukiukwaji wa haki ya kibinadamu, kunyanyasa raia, kuwatishia kuwaua, kunyang'anya vitu vya raia,
tutaripoti kwenye sheria, kwa sababu nia yetu haikufanya vitendo hivyo. Tuna kusudi moja ambalo lilituma tuweze kushika silaha, ni kupigana na yeyote ambaye anainuka dhidi ya kutaka kugawa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tu katika tarafa la Fizi Pakilembwe ni kwamba mkuu wa sekta ya Lulenge Pakilembwe Zawadi ya Bandelwa Abambe ametaja kuwa na matumaini ya kupata amani ndani ya sekta yake baada ya kikao kisicho cha kawaida cha usalama alichoitisha siku ya pili ya wiki hii. Hivyo ameomba kwa kila kundi ya wazalendo kuheshimu mapatano yao. Udhibitisho huo ameutoa alipokuwa akiongea na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV kutoka Kilembwe. Zawadi ya Bandelwa Abambe ameanza kutoa taswira ya kikao hicho. Ni kweli tariki 28 za mwezi wa 10 mwaka tunao, kisha mafrontema kubwa zenye zilifanyika hapa msekta ya Lulenge, nimeorganize kikao kikubwa ambayo kilikusanya wa chef de groupement wote, ilikusanya wa chef de village Ami Moitié, ilikusanya komanda regiment wa 2204, ilikusanya ma groupe arme loko za wazalendo wote sababu ya kutafuta amani, wa mama na wa vijana. Kwa kweli tumeongelea pointi moja kubwa, namna ya kurejesha amani katika sekta ya Lulenge, hasa zaidi kwa vita ambavyo vilipita vyenye bilibeba connotation mbaya kwamba ni vita ya Wabuyu na Wabembe. Na hiyo ndiyo maana tulikutana na zile makushe zote, ikiwemo makominote toutes confondues za sektere ya Lulenge, Wabuyu, Wabembe, Wanyindu na kadhalika. Tumepata piste de solution kisha kufanya maéchange parce que tulifanya ma commission, kisha kufanya ma reception ya ma recommandation ya ma commission. Tumepata kwamba watoto wetu d'abord parce que tulifanya commission si commission ine, commission ya wazalendo, commission ya wamama, commission ya Bami na komisio ya mapastori pamoja na societe civile. Kwa kweli nina moyo wa furaha sana. Acha nikuambia kwamba furaha yangu ni kuona population yangu ya Lulenge imebaki chini na kweli kukubali kwamba hatuna umuhimu wa vita ya ukabila. Na leo tumekubaliana na kuhakikisha kweli kweli wazalendo wote wanakuwa pamoja. Watu wote wenye walikimbia wamekwisha anza kurejea. Ni sura moja kubwa yenye mimi kiongozi wa sekta. Mwishowe amepongeza kila leader aliyeshiriki kwa umbali au kwa ukaribu juu ya kutafuta amani ya kudumu Pakilembwe. Zawadi ya Bandelwa Abambe amerejea mara tena. Nimesema shukurani kwa watoto wetu, shukurani kwa kila mmoja ambaye alichangia mawazo yake kwa kudumisha amani hapa. Aloro, kwa kuona kwamba chanzo ilikuwa ni bariere, tumekubaliana kwamba bariere mu sekta ya Lulenge zitakuwa gisi zilikuwa, me inabidi sababu walifia hesabu ya pesa, inabidi wapunguze kuwa wanadai kwa kila mpitaji pesa zenye zinapanda sana. Hiyo ni marekomandasyon yenye Conseil de Sécurité élargi imewarekomande na wao pia wamekubali kwamba wataishikilia. Ni kuambie ya kwamba sura ya leo katika mji mkuu wa Lulenge hapa Kilembwe, wafanyabiashara wamekwisha kuanza. Inatumaini kwamba kesho hata masomo zitafunguliwa sababu watu tayari wanaanza kurejea. Yenye walikuwa wanangoya ni kuona nitawaambia nini hasa zaidi kisha hiyo kikao. Nitakuhakikishia ya kwamba ni Mungu alisaidia paske sisi wanadamu hatuna chochote tunaweza fanya pasipo Mungu mwenyewe. Na washika masilaha wote walifanya engagement kwa kuona kwamba hiyo bitu wasirudilie tena. Na sisi pia watawala itatusaidia kuwa tunafanya suivi mu Conseil de Sécurité. Wamefanya engagement ya kwamba hawatarudilia tena vitu kama na hivi. Na ile ndio inanirasire usi kuambia raia yangu kwamba warudie na activite ziendelee kama kawaida. Ninashukuru sana, ni kualika kila mkaaji tena mwenye angali kando kando wala porini kwamba tumekwisha kupata suluhisho ya amani na wote tayari warejee, activite ziendelee kama kawaida. Kunaweza kuwa wapasaje wawe huru kupita, kunaweza kuwa mfanyabiashara aendelee kuifanya bila tatizo kwa kuwa na woga ya kwamba benye bilipita jana labda binaweza kurudilia. Tumeweka vraiment nukta na kukubaliana kwa ile kwamba amani irejee katika sekta ya Lulenge.
Na kule katika mji wa Uvira ni kwamba shughuli za kuanza kuorozesha vizuizi bandia vilivyowekwa nao wazalendo katika kona mbalimbali za tarafa la Uvira zimeanzishwa wiki tunayo. Andre Biadunia Mashaka amepongeza hatua hiyo ambayo itafanya raia wapumue zidi ya tozo za kupindukia tarafani Uvira. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Andre Biadunia Mashaka aliyeshiriki katika msafara huo ameonesha hapa ni hatua gani wamefanya kwa mara hii ya kwanza. Kama gisi inajulikana ni kwamba kutoka Uvira mpaka gisi utafika Luvungi hapo kulini de front kuna kwa mabariere mingi sana, lakini pia njia kutoka Luvungi kwenda Lubarika inakuwa na mabariere ingine mingi. Kutoka usi Bwegera upande wa Lemera nako kunakuwa ingine mabariere ya mingi. Na ilikuwa vendredi ya semaine passée kulikuwa reunion ya coordination ya wazalendo ambayo inasimamiwa na mzee ya Kutumba, na wakadeside kwamba waniite kwenye hiyo reunion. Tukaenda tukafanya commission kisha kuona kwamba watu wanasumbuka mwa ile njia, et surtout siku ya soko, notamment mercredi soko ya Luvungi, dimanche soko ya Lubarika na lundi soko ya Rubanga. Mwa ile reunion il faudrait tufanye commission ambayo itaenda inaangalia mabariere na kuziidentifier na kufanya etape ya kwanza ya kusensibiliser bale ba seigneur de guerre ba généraux autoproclamés ya wazalendo benye biko na mabariere kwa RN5. Na tukaenda kumuona komanda secteur akapana accord ya favorable yake kwamba tuifanye ile mission, na jana mardi tumeifanya. Tukaenda tulifika mpaka Lubarika, tulipanda ile milima yote, tuliidentifier une quarantaine de barrières, yani barriere 40 karibuni na 5 na 6 hivi. Na kisha kuidentifier zile mabariere kwa zingine zenye balisikia tutakuya bakakutaniwa banatoa mapema. Mungu asifiwe kwa sababu kote ambako tulipita waseigneur de guerre ambao tuliwaona wote walionyesha kwamba antuka kuna kuwa irresponsabilité de leur part, na wakasema kwamba wako tayari kutoa ile mabariere. Hata hivyo wamesema kufikisha ripoti kwenye uongozi wa kijeshi ili kuanzisha hatua ya pili. Andre Biadunia arejea mara tena. Walikuwa wanaonyesha kwamba mwenyeko na moya anaweza iacha kwanza. Tukasema sisi tutafanya rapport kwa komanda secteur kuangalia opportunité ya kusema kwamba hiyo barriere bakie. Séance tenante, Nyerere alikuwa na barriere, General Nyerere autoproclamé alikuwa na barriere 6, akatoa 2 directement, barriere ya Kasambura na barriere ya Mikamba pale Runingu. Aussi tukafika Luberizi kwenye kuna kwa General Mupara akatoa 2, moja ya pale Bwegera na ingine ya Kitemesho, zile zikatoka. Na tukaacha tunawaambia kwamba barriere haina shida, zinaweza kubakia mezisikwe barriere za kulipisha. Mekonesa namna gani wasoda wanatumikaka, wazalendo wanatumikaka, hauwezi kuona mtu apite kisha shindwe kumlomba pesa. Alors, sisi ni etape ya kwanza. Hatuna assurance kwamba hawatalipisha kwa sababu jeshi ni jeshi. Mtu ambaye anashikilia silaha akikuwa kubarabara anapaswa tu kulipisha pesa. Lakini sisi ile ni etape ya kwanza ambayo tumeifanya ya kuwasensibilize, kuwaonesha kwamba umaana wa wao kuwa kati yetu ni kwamba wamekuja kututetea, hawakuja kutunyanyasa, na kuonesha kwamba upande ambako M23 inakuwa wale wavamizi hakuna ile vizuizi. Kwa nini sasa upande wa gouvernement kutakuwa vizuizi vya mingi? Alors wametuelewa, tunangoa etape tu observer parce que kutakuwa création ya commission ambayo itakuwa inafanya suivi régulier ya kujua die wamekubali kutoa mabariere, hawalipishi au namna gani. Kuna mafasi ambazo tuwezi acha bila bariere, notamment Munywema, Nyamunindi, Rushima, hatuwezi kuacha ile maeneo bila mabariere juu ya kucheke na kuangalia mambo mengine. Ça veut dire tunajifelicite kwa kazi ambayo imefanyika, ni etape tumeifanya, lakini nyingine itafuata ya kufuatilia na kujua kwamba wamekubali au hawakukubali. Ofiri ya mesure tutakuwa tuko tunaevolue, tutakuwa tuko tunawaambia hiyo kitu. Donc ilikuwa mission organisée par le VDP, mais ikapata accord ya commandant secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu, na ndio wakani incorporer mu equipe comme licho ya raia kwa kwenda kufuatilia nini iko inafanyika ku terrain. Tulirudia jana mpaka 20h ndio tumefika kuma nyumba yetu hapa muvile ya Uvira. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa za habari za siku ya leo. Msomaji Omari Makilele Ozil.